Maarifa Online TV, elimu na hekima. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tala wa ba'd. Tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala fallana amani zimadie kiongozi wa umma, si mwingine ni nabii wetu Muhammad na Waislamu wote watakaoshikamana na mwendo wake mpaka siku ya Kiyama. Ndugu Waislamu, tunaendelesha mfululizo wa durusu zetu katika kitabu Al-Aqidatu as-Sahihatu wa ma yudaduha li-Sheikh Ibn Baz rahimahullahu rahmatan wasi'a. Tumefikia kwenye mlango ama sehemu ambapo anaongelea kuhusu haqiqatu hadhihi al-ibada. Ni ipi uhakika wa hiyo ibada ambao sisi watu tunaabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Nini hakika ama nini maana ya ibada? Anasema Sheikh rahimahullah, wa haqiqatu hadhihi al-ibada hiya ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bi jami'i ma ta'abbada al-ibadu bihi. Anasema Sheikh rahimahullah, ibada ni ifradu Allah subhanahu wa ta'ala asema ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala bijamii ma ta'abbada bihi al-ibada, kwa vile vitu vyovyote ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha waja wake wamabudu kwavyo. Yani Allah subhanahu wa ta'ala unampokesha na mabudu mwenyewe kwa vile vitu vyote ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha waja wake wamabudu kwavyo, min du'ain, kama vile dua, wa khawfin, kama vile khawfu pia. Lazima ni ibada ambazo lazima Muislam azitekeleze kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ampokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada hizi. Wa raja, kutarajia pia matarajio, lazima Muislam atarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yule yote ambaye atakayekuwa anatarajia kukutana na Mola wake subhanahu wa ta'ala, falyamal 'amalan salihan, basi atende matendo mema, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, ama sishirikishe Mola wake katika ibada na yoyote. In dalili tosha kwamba raja, matarajio lazima iwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima Muislamu aweke matarajio yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ama asitarajie kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Anaendelea Sheikh akisema, wasala, na swala hivyo hivyo lazima Muislamu asali swala zake ziwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Anasema Allah subhanahu, dalili hii inasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala akamamrisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia aseme, qul, sema Muhammad, inna salati, hakika swala zangu, wa nusuki, na vichinjo vyangu, wa mahyaya, na uhai wangu, wa mamati, na kifo changu, lillahi rabbil alamin, ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ambaye anamiliki na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Yani swala yako lazima iwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Usije ukasali sababu ya jini ni kuamrisha kusali, ama usije ukachinja sababu jini ni kuamrisha kuchinja kwa Muislamu. Hapana, bali hizo ibada ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi wahda, ni zake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wasaum, na kifungo hivyo hivyo, kifungo cha saumu lazima Muislamu akifanye kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ama asifunge sababu ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usifunge sababu ya majini, ama usifunge sababu ya masanamu. Lazima kifungo chako kwa wewe Muislamu kiwe kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhabh, na kichinjo. Hapo kwenye kichinjo ndio Waislamu wengi huwa wanateleza sana. Waislamu wengi pindi ambapo Allah subhanahu wa ta'ala huwa anawapatia mitihani, kama vile mtihani ya kukumbwa na majini, wengi wao wanaenda kwa mashekhe. Alafu hao mashekhe wakati wanasomea ruqya wanasema, ili jini yako itoke lazima umwange damu, lazima uchinje mbuzi. Waislamu, hiyo ni haram, hiyo ni haram. Ibada ya kuchinja ni haram, kwa kuchinja sababu jini ni kuamrisha kuchinja, hiyo inakuwa ni haram. Ibada ya kuchinja ni ibada ambayo lazima Muislamu aifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Katika aya ambayo tutanguliza, ambayo Allah anasema, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katika hiyo aya Allah subhanahu wa ta'ala akamamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akitaja
mfululizo wa ibada ambazo lazima zifanywe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na katika ibada hizo Allah akisema wa nusuki, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam aseme na vichinjo vyangu, mwisho akisema lillahi rabbil alamin. Vyote hizo ibada zote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ambaye ni mlezi wa walimwengu. Sheikh rahimahullah akaendelea akisema wanazil, pia naziri, ibada ya naziri lazima muislam huwa aifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairi dhalika min anwa'i al-ibada ala wajhi al-khudu'i lahu war-raghbati war-rahbah ma'a kamali al-hubbi lahu subhanahu wadh-dhulli li'azamatihi. Na aina zingine katika aina za ibada kwa kuzifanya ala wajhi al-khudu', unazifanya kwa kujishusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kunyenyekeza. Al-khudu' lahu, kwa kunyenyekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, war-raghbah, na kwa kutaka, war-rahba, na kwa kuogopa, yani targhabu fi thawabi Allah subhanahu wa ta'ala wa targhabu fi jannatihi, unataka yani unafanya ibada yako kwa kutaka ama kwa kutarajia thawabu zake Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kutarajia pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala, war-rahba min adhabihi, na kwa kuogopa adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala, na kuogopa moto wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'a kamali al-hubbi lahu, pamoja unafanya hizo ibada kwa mapenzi ambayo inakamilika kwake Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhul, na kujinyenyekeza li'azamatihi, kwa utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala na ukubwa wake. Akaendelea Sheikh rahimahullah akisema wa ghalibu al-Qur'an al-Karim nazala fi hadha al-asl al-azim. Anasema Sheikh rahimahullah ya kwamba na Qur'ani nyingi ama na aya nyingi za Qur'ani tukufu zilishuka kwa kuelekeza ama kwa kuashiria hii asli hii ama hii msingi ambao ni msingi mkubwa, ambao ni msingi wa tauhid, msingi wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kumpwekesha katika ibada yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ala lillahi ad-din al-khalis. Allah subhanahu wa ta'ala anasema akimwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam fa'budillah mukhlishan lahu ad-din, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpokesha, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas, kwa kumpokeshia dini yake mwenyewe. Ala lillahi ad-din al-khalis, Allah akisema kwenye Qur'an hakika dini ambayo ni dinul khalis, dini ya unyenyekevu na dini ya upokeshaji ni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye ambaye anastahili kuabudiwa kwa dini ambayo ni dini ya unyenyekevu na dini ya upokeshaji. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an aya nyingine akisema wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, na Allah subhanahu wa ta'ala amshatoa hukumu ya kwamba alla ta'budu illa iyyah, msije mkaabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Allah hivyo anasema kwenye Qur'an fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala ama muombe Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu ad-din, kwa kumpokeshia dini yeye mwenyewe peke yake, walau kariha al-kafirun, hata kama makafiri watachukizwa na hiyo jambo, lakini mumuombe Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu ad-din, kwa kumpokeshia dini yeye peke yake. Nimekuja katika hadith fi sahihaini an Muadh radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, imekuja katika sahihain katika sahih Bukhari na sahih Muslim, hadithi ya Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haki Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ama haki yake Allah subhanahu wa ta'ala zidi yetu sisi waja wake, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Kuna iltifati katika maneno yangu, anasema ni Allah ni wajawani hao wanadamu waabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala yushriku bihi shay'a, ama wasimshirikishe na chochote. Hiyo ni haki Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Yani ni kitu gani ambacho tunapaswa kutekeleza wake Allah subhanahu wa ta'ala? Ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasina kumshirikisha na chochote katika ibada yake. Anaendelea Sheikh Ibn Baz rahimahullah akisema wa min al-iman billah, na vitu ambavyo vinaingia katika imani katika kuamini Allah subhanahu wa ta'ala, al-iman bi jami'i ma awjabahu ala ibadihi, ni kuamini vitu vyote ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivilazimisha kwa waja wake, wa faradahu alaihim, na vyote ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alifaradhisha kwa waja wake, min arkani al-islam, kama vile nguzo za Uislamu al-khamsa adh-dhahira, ambazo ziko tano ambazo ziko dhahir, nazo ni shahadatu an la ilaha illa Allah, ni kushuhudia kwamba hakuna mola isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wa anna Muhammadan rasulullah, ni kwamba Muhammad ni mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni shahada ya kwanza.
ambayo ina nguzo mbili. Ya pili ni iqamu salah, ni kusimamisha swala, unasali swala kwa nguzo zake na sharti zake na kwa ukamilifu. Wa ita'u zakah, na kutoa zaka. Ya kufuata ni wasomu Ramadhan, ni kufunga mwezi wa Ramadhan. Hizi zote hizi nguzo tano za Uislamu zinaingia katika nguzo ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hajjul bait, na kufanya hija, kufanya hija ya baiti ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni Baitullah al-Haram, ambayo ni Masjid al-Haram, pia ni katika nguzo za Uislamu ambazo zinaingia katika maana ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa hajjul baiti liman istata'a ilayhi sabila, na kwa kufanya hija kwa yule mtu ambaye atakayekuwa na uwezo wa kuweza kufanya hija. Wa ghayru dhalika min alfara'id allati jaa biha ash-shar'u al-mutahhar, na kuamini vyote ambavyo katika faraid, vitu vya faradhi ambavyo sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala ambayo iko safi imekuja kuviashiria. Wa ahammu hadhihi al-arkan wa a'zamuha shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, na ya muhimu sana na tukufu sana katika hizo nguzo ni kushuhudia kwamba hakuna mola isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kushuhudia pia hakuna mtume isipokuwa na kushuhudia pia kwamba Muhammad ni mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio nguzo tukufu na ndio nguzo kubwa katika hizo nguzo za Uislamu. Anaendelea Sheikh akisema, fa shahadatu an la ilaha illa Allah تقتضي إخلاص العبادة لله وحده ونفيه عما سواه. kushuhudia kwamba hakuna mola isipokuwa Allah ni kitu ambacho taqtadhi ikhlas al-ibadati lillah wahdahu subhanahu wa ta'ala wa nafyaha amma siwahu. Kushuhudia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mpweke, kushuhudia kwamba hakuna mola isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni vitu ambavyo vinaungamana ama vinafungamana kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, kwa kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wa nafyaha amma siwahu, na kukanusha ibada yote ambayo iko kinyume na kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa maana la ilaha illa Allah, wa hadha huwa maana la ilaha illa Allah, ndio maana la ilaha illa Allah. Fa inna ma'naha, hakika maana la ilaha illa Allah la ma'buda bihaqqin illa Allah, ni kwamba hakuna maabudu kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Fa kullu ma ubida min duni Allah min basharin au malakin au jinni au ghairi dhalika fa kulluhu ma'budun bil batil, vyote ambavyo vinaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala kama vile mwanadamu au malaika ama jini au kinyume na hayo, vyote vinaabudiwa kwa batil, vyote ni vinaabudiwa kwa batil na sio kwa haki. Wal ma'budu bil haqqi huwa Allah wahdahu kama qala subhanahu wa ta'ala, dhalika bi anna Allah huwa al haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al batil. Anasema Sheikh rahimahullah, na maabudiwa kwa haki ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an, dhalika bi anna Allah huwa al-haq, na hayo ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndio al-haq, ndio ambaye anapaswa kuabudiwa kwa haki, wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, na kwamba vyote ambavyo wanaabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala ni batil, sio عبادة حق. وقد سبق بيان أن الله سبحانه وتعالى خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به. Nimeshatangulia maneno ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala lengo kubwa la kuumba majini na watu ni kwa hiyo lengo, hiyo asli ambayo ni asli kubwa, asli tukufu, na ndio amri kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha waja wake, nao ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. وارسل به رسله وانزل به كتبا, na hiyo asli ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio asli ama ndio msingi ambao Allah subhanahu wa ta'ala alituma kwayo mitume wake, waanzala bihi kutuba, na aliteremsha kwayo vitabu vyake. Fata'ammal dhalika jayidan wa tadabbarhu kaseeran, basi chunguza hiyo jambo vizuri na uyazingatie kwa wingi, liyatadhiha laka ma waqa'a fihi aktharu almuslimina min aljahl alazim bihadha alasl, ili iwe wazi kwako jambo ambalo wengi katika Waislamu wameshaanguka ndani katika ujinga mkubwa, bihadha alasl, wameshaanguka katika ujinga mkubwa kwa msingi hii. Sababu gani? Hata abadu ma'a Allahi ghayra, sababu ya ujinga mkubwa, kutozingatia hiyo msingi mkubwa, wameshafikia kuabudu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala asiyekuwa naye, wameshafikia kuabudu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala miungu mingine. Wasarrafu khalisa haqqihi li siwa, wakipatia haki yake Allah subhanahu wa ta'ala, wakipatia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala haki ambayo ni yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wakipatia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu almusta'an.
ومن الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بأنه خالق العالم. na katika vinaingia katika kuamini Allah subhanahu wa ta'ala, kuamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala khaliqul alam. Al-iman bi annahu khaliqul alam, kuamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye aliumba ulimwengu wote, wa mudabbiru shu'unihim, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anaendesha mambo yao yote, wal mutasarrifu fihim bi'ilmihi, na Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anatasarraf katika waja wake, anafanya anavyotaka katika waja wake biilmihi, kwa ilmu yake, wa qudratihi, na kwa nguvu yake, kama yasha, kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu malikud dunya wal akhirah, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anamiliki, ndiye mfalme wa dunia na akhira. Wa rabbul alamin, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mlezi wa walimwengu jami'an, wote kwa ujumla. La khaliqa ghayra, la khaliqa ghayruhu, hakuna muumbaji kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, wala rabba siwahu, na hakuna mola isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba li islahi al-ibadi wa da'watihim, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alituma mitume na akashusha vitabu li islahi al-ibad, ili waje kurekebisha ili Allah subhanahu wa ta'ala alituma mitume na akateremsha vitabu ili vije kurekebisha hali ya wanadamu, ili vije kurekebisha wanadamu, wa da'watihim ila ma fihi najatuhum wa salahuhum fil ajil wal ajil, na ili vije kulingania wanadamu kwa jambo ambalo wakilifanya, ama katika jambo ambalo ndani mnapatikana kufaulu kwao katika dunia na katika akhira. Wa ana subhanahu wa ta'ala la sharika lahu fi jami'i dhalik, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana mshirika katika ibada zote hizo, ama katika vitu vyote ambavyo tumetanguliza hapo juu, kama qala subhanahu wa ta'ala Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumbaji wa kila kitu, wa huwa ala kulli shay'in wakil, na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila kitu ni mwenye kuweza, na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kila kitu anaweza, akitaka na kifanya. Imekuja katika tafsiru Muyassar, katika tafsiri hii unasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli shay, Allah ndiye muumbaji wa kila kitu, fala khaliqa ghayru, hakuna muumbaji kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli shay'in hafiz, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anahifadhi kila kitu anakihifadhi na kidhibiti. Yudabbiru amra, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anaendesha jambo la kila kitu na jambo la kila mtu, kila mwanadamu, wasarrifu kaifa yasha, na Allah subhanahu wa ta'ala anafanya atakavyotaka. Allah subhanahu wa ta'ala ndio ambaye anaendesha jambo la mambo ya wanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka na kugonjwesha, Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kupatia afya nzuri, Allah subhanahu wa ta'ala akitaka yani anakufanya kile chochote ambacho anakitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu gani? Yeye ndio mmiliki wako. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye alikuumba, anajua kila siri yako na kila wazi yako. Allah subhanahu wa ta'ala huwa ala kulli shay'in qadir, Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza zidi ya kila kitu. Wa min al-iman billah aidan al-iman bi asma'ihi al-husna. Sheikh anasema, Sheikh rahimahullah, wa qala subhanahu wa ta'ala inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh, hakika mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye ameumba mbingu na ardhi, fi 6 ayyam, katika siku 6. Thumma stawa ala al-arsh, kisha baada ya kuumba siku 6 akastawi kwenye arshi yake, akakaa kwenye kiti chake cha enzi. Yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hasithan wash-shamsa wal-qamar wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul alamin. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuumba mbingu na ardhi na kustawi kwenye arshi yake, yughshi al-layla an-nahar, huwa anafunika usiku kwa mchana. Allah subhanahu wa ta'ala huwa badilisha usiku kwa mchana. Yatlubu hasisa, usiku kaingia mara moja, huwa unataka mchana uingie kwa yani kwa haraka, pasina hata kuchelewa. Hiyo ni katika nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala, wanabadilisha usiku na mchana. Usiku kaingia, huwa unataka mara moja mchana uje, yani vinabadilishana, usiku unakuja mchana unakuja. Hizo ni katika kudra zake Allah subhanahu wa ta'ala. Was-shamsu wal-qamar, hivyo pia Allah subhanahu wa ta'ala ameumba jua, ameumba pia mwezi, wan-nujuma musakhkharatin bi amrina,
manujum hao maitwal huwa zinaendeshwa kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lahu alkhalq wal amru, basi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye ana alkhalq, basi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumbaji wote anaumiliki Allah subhanahu wa ta'ala, wal amru, na jambo lote ambalo analitaka anasema linakuwa. Tabarakallahu rabbul alamin, basi Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika ambaye ni mlezi wa walimwengu. Tuishi hapa kwa leo, tunatarajia Allah subhanahu wa ta'ala atulipe khairi na atujalie tu katika wale ambao wanasikia maneno na wakafata yalikuwa mazuri. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Maarifa Online TV, elimu na hekima.